Na Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Naomba ninapohubiri hapa siku ya leo uyachukue maneno ninayohubiri si kama maneno ya Pastor Rabin, ingawa ni mimi ninaonekana nimesimama mbele yenu. Ni katika furaha ya Mungu na katika providence yake kwamba amechagua kwamba neno lake, injili yake haitahubiriwa na malaika, haitaandikwa pale juu ili kila mtu duniani aione. Ingawa angetaka kufanya hivyo, angeweza au la? Anaweza. Angeweza. Ni kulingana na hekima yake, ni kulingana na providence yake. Hajatuma hii injili itangazwe kwako na Angel Gabriel. Angetaka kufanya hivyo, angeweza au la? Angeweza. Angemtuma Angel Gabriel na watu wangeona Angel Gabriel amesimama hapa na ametangaza injili ya Yesu Kristo kwao, na wangetetemeka mbele ya huyo malaika. Lakini Mungu katika hekima yake hajafanya hii mambo kiholela holela. Ninaposoma Biblia ninaona Mungu ambaye hafanyi mambo kiholela holela. Anafanya mambo kulingana na hekima yake, ambayo ndio hekima ambayo alitumia kuumba huu ulimwengu na kuniumba wewe na mimi kakangu. Kulingana na hii hekima yake tukufu, amechagua kwamba hii injili yake itahubiriwa na binadamu wenye dhambi kama wale tu waliookolewa. Nikina Rabin nitachagua, nitawafunza na nitawaleta wakuje wahubiri injili, wakuje wafunze njia za Yesu Kristo. Wale wanaopigana na dhambi ndio watafunza wengine jinsi ya kupigana na dhambi. Wale ambao wameokolewa kutoka dhambi ndio watafunza wengine njia ya kuokolewa kutoka dhambi. Hiyo ndio hekima Mungu amechagua. Kwa hivyo yale maneno ninaenda kusema mbele yako leo, Bwana James, naomba uyachukue kama maneno ya Mungu Mwenyezi, kwa sababu sihubiri hekima yangu. Yote ninayoenda kusema nataka itoke kutoka kwenye Biblia. Amen. Tumesoma hapa hadithi ya Wanaisraeli. Tumesoma kuhusu wale wapelelezi. Wapelelezi ni spies. Tumekuwa tukifuatilia hii hadithi ya Waisraeli siku kadhaa, sio? Tumeifuatilia muda mrefu kwa sasa. Na natambua kuna wale miongoni mwetu ambao hawakuwa wanaona hekima ya Mungu kuhifadhi hili agano la kale. Lakini katika kuifunza hii agano la kale, tulianza kwa matamanio ya kwamba watu watapata kuona kwamba umuhimu wa agano la kale haujaisha. Umuhimu wa agano la kale haujaisha. Kwanza utaona ya kwamba hii mambo ambayo inaendelea siku ya leo ndio ile ambayo ilikuwa inaendelea wapi? Pale Israeli. Hiki kitabu kimebaki kuwa relevant hadi leo. Watu wanauliza shida ni gani na kanisa? Watu wanauliza shida ni gani na ulimwengu? Unasoma pale agano la kale, unaona yale mambo ambayo yanaendelea siku ya leo ndio yale tu yameandikwa wapi? Kwenye Biblia. Wanahistoria husema kwamba wamesoma historia, wameona ni kama kwamba binadamu hata hageuki. Ni kama historia inafanya nini? Ni kujirudia tu, inajirudia. Wanalilia amani, amani ikikuja wanaanza vita tena. Wakipata vita wanalilia amani. Amani ikikuja tena vita. Hivyo tu wanaendelea tu. Yaani mwanadamu wa wakati wa Musa ndio mwanadamu wa siku ya leo. Hajageuka. Ni yule tu. Kanisa la Yesu Kristo, kanisa la Mungu Mwenyezi ni lile tu. Kanisa la Mungu lilikuwa hata katika agano la kale. Ndio Paulo anatufunza katika kitabu cha Efeso mlango wa 3. Kanisa la Yesu Kristo ni lile. Nafikiri ni mlango wa 2. Katika agano la kale, kanisa la Yesu Kristo lilikuwa ni kina nani? Waisraeli.
waliochaguliwa na Mungu, walioitwa na Mungu, walioongozwa na Mungu ni hao hao. Na hata sisi kanisa la leo tumefanyiwa nini? Tumeingizwa kwa mti. Hakuna mti mpya. Paulo anakufunza hakuna mti mpya. Anamaanisha hakuna kanisa mpya. Kanisa ni ile. Ahadi za Abrahamu ndio zimekuleta leo. Si Abrahamu aliahidiwa taifa zote ulimwenguni zitabarikiwa kupitia wewe. Taifa zote including Adam. Wewe ni kabila gani wewe? Muorma. Ni Muorma. Wale wa Northeastern, Oromo. Including wa Oromo. Including wa Orma. Wewe ni Mmeru, sio? Mkikuyu. Hata Wakikuyu pia. Wakikuyu watabarikiwa kupitia Abraham. Ahadi za nani? Abraham. Na Waswahili je? Waswahili wako na Abrahamu wao? Ni ule. Kama utapata baraka za Mungu ni kupitia ahadi iliyopewa nani? Abraham. Kama hauko katika hiyo mti ya Abraham, mwenye aliahidiwa ni nani? Abraham. Alisema nitabariki mataifa yote ulimwenguni kupitia nani? Wewe Abraham. Hakuna njia nyingine. Lazima uweke kwa hiyo mti. Na tumesoma safari ya hawa Waisraeli. Tumechambua siku nyingi safari ya hawa Waisraeli. Na nataka leo tukiichambua, nataka tuone kwamba hii ndio safari ya Mkristo. Je, nakuuliza wewe leo, Ian, watambua kwamba Ukristo ni safari? Unatambua kwamba Ukristo ni safari? Nimesahau jina lako kakangu. Isaac. Kama mimi. Isaac, my namesake. Unatambua kwamba Ukristo ni safari? Ama unafikiri Ukristo ni kusema tu nimemkubali Yesu Kristo, sasa mimi ni Mkristo, sasa hakuna dhambi juu yangu, hakuna hukumu juu yangu, sasa ninaweza ishi venye nilikuwa ninaishi. Si amesema nikikiri nimekiri, sasa ninaweza ishi venye ninaishi kwa sababu hakuna hukumu juu yangu. Nataka utambue Ukristo ni safari. Ukisoma vile Paulo anavyotufunza kuhusu Ukristo, anafunza akisema mambo kama Ukristo ni safari. Ndio maana wakati anakufa anasema mwendo nimeumaliza. Kuna safari nimekuwa nikienda, vita nimevipiga. Ukristo ni vita. Vita ya kukua na hiyo imani, kubaki katika hiyo imani, hata utikiso mtu yote ajaribu kukutikisa, unabaki katika hiyo imani ya huyo Mungu ambaye anakuokoa. Hiyo ndio Ukristo. Ni kuanza na kubaki hapo. Yesu Kristo mwenyewe alisema mwenye anabaki ndio ameokolewa. Si mwenye anaanza alafu anaanguka, ni mwenye anaanza na anabaki hapo. Huyo ndio Mkristo. Huyo ndio ameonja neema ya Bwana. Si kuanza na kutoka. Ukristo ni safari ya kubaki kwa hiyo barabara. Anasema it is a good race, it is the race, I've won the race. Na tunaiona pia katika hawa Waisraeli, kanisa lake. Hata kanisa lake hawa Waisraeli, kama vile Wakristo walifanywa, hata hawa walikuwa kwenye utumwa. Walikuwa kwenye utumwa, Mungu akakuja akawatoa pale na mkono wake wa nguvu. Hapo ndio walianzia safari. Lazima hiyo safari ufanye nini? Uanze. Kuna wale ambao wako hapa wanafikiri wao ni Wakristo na safari hawakufanya nini? Kuanza. Huwezi ingia kutoka katikati. Safari huwezi ingia kutoka katikati. Safari lazima uanzie wapi? Mwanzo. Na mwanzo iko wapi? Misri. Mwanzo ni Misri. Mwanzo ni kwenye utumwa. Mungu ndo anakutoa pale. Unaamini kwamba unaona pale wakiwa Misri, Mungu akituma Musa, si waliitisha ishara? Waliitisha ishara, sio? Mungu aliwahukumu?
Kwa kuitisha ishara. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani hakuwahukumu hiyo wakati? Ndio walikuwa wanafanya nini? Ndio walikuwa wanaanza safari. Anajua ni watoto wachanga. Ni safari wanaanza. Anasema usijali, wacha nitafanya kazi yangu mbele yao na mkono wa nguvu wapate kuona mwenye anawaanzisha safari ni nani. Mwenye anaanzisha safari ni huyu mwenye anafanya Nile inakuwa red. Mwenye anaanzisha safari ni huyu mwenye anatuma jangwa hapa kwa Misri inapata wa Misri, lakini Muisraeli haifanyi nini? Haimgusi. Muisraeli ajue ni nani amemtoa kwa hiyo safari. Ajue ni yule ambaye ameua watoto wote pale Misri, lakini hakuna mtoto hata mmoja Muisraeli ameguswa kwa sababu ya damu ya mwanakondoo ambayo iko kwenye mlango. Hiyo ni nini wanafanyiwa? Ni safari wanaanzishwa. Kuna wengi waliomo hapa hawakutoka pale, walikuja wakiwa Wakristo wakiwa wazuri. Hawakuwa kwenye utumwa, hakuokolewa kwa damu ya mwanakondoo na anafikiri yako katika safari. Safari ilianzia wapi? Misri. Kama haukutoka Misri, kama haukuona majabu ya Mungu kutoka Misri, kakaangu, ukifika jangwani alafu kuanza kukosa maji, utasimama kweli? Utasimama kweli? Hawezi simama. Lazima Mungu akuvukishe Red Sea ndio uone hakika yule ambaye ananiongoza kwa hii safari ana nguvu hata ya kufungua mabahari. Ndio nikifika pale na hakuna chakula ninasema niko na nani? Niko na yule mwenye alinianzisha hii safari. Mwenye alinianzisha huu mwendo akanitoa Misri ndio atanitunza hadi leo. Alinitoa Misri na mkono wa nguvu, mkono mwenye uwezo. Kwa hivyo hata katika hii safari mkono wake haujafupishwa, ni mkono ule ule mwenye nguvu. Kakaangu, kama utambui kama vile ulivyoanza hii safari, na kuhakikishia mwendo utaupoteza katikati. Sasa tumefika kwa hadithi ya hawa wapelelezi. Tumekaa kwa hawa Waisraeli sana, na nataka tuone. Tumekuwa tukifunza mambo mengi ya Ukristo kupitia hawa Waisraeli. Na wameitwa, wameambiwa ni ahadi yangu. Hata ile siku waliabudu ndama hawakumalizwa, na Mungu akakuja kwao akahakikisha ahadi. Baada ya wao kufanya dhambi kubwa kama hiyo, wameabudu ndama, amekasirika. Musa amewapatanisha pamoja, na sasa wamerudi tena. Mungu anawaambia, nendeni, hiyo ardhi ambayo niliwaahidi nitawapea. Nendeni, songa mbele. Songa mbele ichukue. Sasa wamekaribia hiyo ardhi. Wanipata? Sasa wanakaribia kuingia hiyo ardhi ambayo Mungu amefanya nini? Amewaahidi. Alafu anamwambia Musa katika hii chapter 13 verse 1, chagua wapelelezi waende pale mbele wakague hiyo nchi, waangalie iko na milima, iko na rutuba, watu ni wa aina gani, kuna mvua pale, kuna chakula pale, kuna nini pale. Nenda pale wakatafute, wakaangalie. Nataka tuone Mungu anafanya nini hapa. Anaweka utukufu wa ahadi yake. Mungu anataka utambue kwamba ile kitu ambayo amekuitia, kama amekuanzisha hii safari, ile mambo ambayo amekupangia hapo mbele, anataka ujue ni mambo bora zaidi. Anataka ujue ni mambo ambayo they are worth it. Haja kutoa Misri akupeleke place hakuna milima. Haja kutoa Misri akupeleke mahali iko chini ya Misri. Wanipata? Anataka uone kwamba nimekutoa Misri, na hiyo mali ninakupeleka ni Misri times a million. Misri pale ni jangwa. Pale wote wanategemea tu Nile. Hiyo Nile nikikausha niifanye kuwe damu,
Misri yote yafanya nini? Watu wanakufa njaa. Mimi nataka kuwapeleka mahali kuna mizabibu, kuna sijui korokocho. Hii kitu kingine amesema kumamanga. Hata sijui kumamanga kwa kizungu ni nini? Kumamanga ni. Chao ndio walikuwa wanalilia iliki wiki iliyopita. Wanaambiwa sasa hii place inaenda, mtapata hiyo iliki hadi mlio. Si waongozi mahali bure bure. Ndio maana ametuma hawa wapelelezi ili warudi na habari njema kwa hawa Waisraeli. Warudi na akawaambia, hata nakumbuka Mungu hata amewafikisha hapo wakati wa mavuno. Unaona imeandikwa pale ilikuwa wakati wa mavuno. Akawaambia sasa hakikisha mmechukua hata hizo fruits ziko pale, fanya nini? Rudi nazo. Wamerudi na mzabibu. Unajua mzabibu? Na hiyo mzabibu venye imeandikwa, wewe uniambie mzabibu gani hiyo wewe ushaiona kitu kama hiyo? Mzabibu inabidi wabebe watu wangapi? Wabebe watu wangapi? Wawili. Haiwezi bebwa na Rabin peke yake. Lazima Rabin na Adam tutengeneze kimbao, ishike hivi alafu hiyo mzabibu tuihangishe hapo. Ndio tubebe tuseme angalia produce ya huku. Mambo bad. Mambo safi. Wewe ushaona mzabibu kaa hii? Uko kubwa kuliko Leon hapa. Hata Leon naweza mbeba peke yangu. Kwa mzabibu na shuku iko size ya Adam. Ama Adam wa 3. Ndio maana lazima ibebe na wanaume wangapi? Wawili. It is not a small thing. Mungu anataka uone mahali anakuelekeza, si mahali padogo. Kama amekutoa Misri anakupeleka mahali pakubwa. Ndio Mkristo, hata pia Mkristo anahimizwa. Ukisoma Wakolosai mlango wa 3 wa kwanza, anakuambia elekeza macho yako, elekeza moyo wako kwa yale mambo ambayo yako wapi? Mbinguni ambapo Yesu Kristo ameketi mkono wa kuume wa Baba. Set your eyes on the things that are coming. Set your eyes on the things that Jesus Christ has prepared for you. Wewe ushaondolewa kutoka maisha ya ulimwengu. Mbona macho yako, mbona roho yako asubuhi hadi jioni unawaza tu kuhusu mambo ambayo iko hapa, mambo ambayo si lazima uokolewe uyapate? Kuna mambo ambayo kama umeokolewa wewe pekee ndio unaweza kuyapata. Yule ambaye hajamjua Yesu hawezi kuyapata. Katika wewe fikra zako kila saa ziko mambo ambayo ungeokoka usingeokoka ungeweza tu kuyawaza. Inaonyesha hii mambo ambayo Mungu amekutayarishia wewe unaona ni bure, huoni kama iko na dhamani, huoni ina manufaa. Ndio maana akili yako kila saa iko wapi? Kwa mambo ambayo si lazima uokoke utafute. Mbona fikra zako ziko kwa mambo ambayo hata kama haungekuwa umeokoka bado tu zingekuwa hapo? Basi wokovu wako una maana gani? Je, kuna kitu chochote Mungu amekutayarishia katika kukutoa Misri? Kuna mizabibu kutoka Eshkoli hadi pale kukaitwa Eshkoli kwa sababu ya hiyo mizabibu. Umeona mizabibu ya Eshkoli ambayo yametayarishwa kwa ajili yako? Mbona usifikirie hiyo ardhi? Kila saa hawa watu, kila saa wakipatwa na shida yoyote wanalia tu, oi turudi Misri, oi turudi Misri, oi turudi Misri. Kwa nini wanataka kurudi Misri? Hawafikirii yale mambo ambayo Mungu amewatayarishia. Wanafikiria yale mazuri ambao waliacha wapi? Pale Misri. Mazuri ya Misri ndio yako katika akili yao. Mazuri ya Misri ndio wanawaza kila siku. Mazuri ya Misri ndio yanawameza akili zao. Huyo ameokoka kweli huyo? Huyo roho yake imempenda Yesu kweli huyo? Huyo roho yake imependa kitu ambacho Mungu amemfanyia kweli huyo? Huyo bado anapenda nini? Maisha ya utumwa. Huyo bado anapenda nini? Uzuri wa maisha ya utumwa. Anataka tu kurudi huko. Fikra zako ziko wapi kakangu? Mungu amekutayarishia mizabibu ya Eshkoli. Ameitayarisha pale kwenye kitabu chake. Ameikufunza, amekuambia wewe sasa tazama. Umetoka kutoka giza, sasa umekuja kwenye nuru. Umetoka kutoka utumwa wa dhambi, sasa wewe ni mtumwa wa Yesu Kristo. Na mtumwa wa Yesu Kristo ndio yuko huru kweli.
Amekuambia wengine wamekufa katika dhambi zao. Yesu Kristo amekufa kwa ajili ya dhambi yako. Kwa hivyo wewe sasa uko hai ndani yake. Kwa hivyo wewe sasa tazamia kufufuka kwako. Tazamia kumtazama uso kwa uso. Tazamia kugeuka mwili wako uwe kama mwili ambao Yesu Kristo ako nao sasa hivi pale mbinguni alivyoketi kuume kwa Baba. Tazamia hiyo. Tazamia kuja kwake. Tazamia kukumbatiana na Yesu. Tazamia kukaa chini na yeye. Tazamia kupiga stori na mwana wa Mungu. Tazamia utukufu ujao. Ushaikaa chini ukamisi Yesu, ukasema I really long to see you Jesus Christ. Wewe unafikiria tu mambo ya ulimwengu. Wewe unafikiria tu mambo ya Misri. Na unasema umeokoka. Na unasema umemjua Yesu. Hakuna jambo ambalo Yesu amekufanyia ambalo analiweka mbele yako. Hakuna mizabibu ya Eshkoli mbele yako. Hakuna jambo tamu la wewe kuliwazia na kulitazamia na kulipigania na kulitafuta. Hakuna. Ndio asubuhi hadi jioni ni kuwaza tu mambo ya Misri. Na unataka kusema unamjua Yesu. Unataka kusema umekuja kwenye nuru. Na wewe mambo unayofikiria na mambo ambayo yanakutatiza na mambo ambayo mtu hajaokoka yanayomtatiza ni the same. Tukichambua fikra zenu, tukichambua mambo yanao unayofikiria Monday hadi Sunday, hakuna tofauti kati ya wewe na mtu mwenye anasema hajaokoka. Wewe umeona mizabibu ya Eshkoli kweli? Kama umeyaona basi unafanya nini? Unayadharau. Na hiyo sasa ndio dhambi ya hawa wa Israeli. Sasa ndio maana Mungu anakasirika na wao. Ishara wamefanyiwa za kutosha. Lakini hata wafanyiwa ishara gani, bado wanadharau ambao Mungu anaweka mbele yao. Hakika kama kuna mtu ambaye anatazamia kuja kwa Yesu, jicho lake liko katika kuja kwa Yesu na yale mambo ambayo Mungu amemtayarishia katika kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo, anajitayarisha. Watu hujitayarisha. Mimi naweza jua mtu mwenye anatazamia kuja kwa Yesu na mwenye hajatazamia. Unaweza niambia na mdomo, lakini maisha yako yanazungumza otherwise. Mtu anasikia, wageni wanakuja kwangu. Wageni tu wa kawaida wanafanyanga nini? Ningekwambia nakuja kwako kesho. Wale wenye manyumba, waambie nakuja kwako kesho. Mimi tu pastor, hata mimi si kitu. Unanionanga kila siku, lakini nikwambie nakuja kwako kesho, utafanya nini? Hata mwenye afagiangi hiyo siku anafagia. Hata mwenye afagiangi, mimi nakwambia napatanga wageni kwangu. Mgeni apatangi hiyo nyumba vingine. Nikisikia hata nipate tu ni wewe, Adam unakuja kwangu, hiyo sitting room ujue nitatoa zile nguo. Mimi nikiingia pale saa nyingine nimetupa nguo pale, socks iko kule chini ya kiti. Lakini nikisikia Adam yuaje anafanya nini? Socks natoa. Hiyo t-shirt ilikuwa imehang kwa kiti, imekaa hapo siku 5. Naitoa naenda naificha pale. Na hakikisha maji nimejaza. Ndio Adam akija akiwa na kiu, maji iko tayari. Sio? Huyo ni Adam. Na rais je? Nikisikia rais anakuja Pendo Huru, rais ni binadamu wa kawaida. Tutahubiri injili kama kawaida. Lakini rais akija hapa kuketi hapa na sisi, you can be sure that day hata sisi hata watu wa county hiyo siku watakuja hapa Pendo Huru. Watakuja asubuhi, ni Joseph anakujanga hapa kufagia. Hiyo siku watu wa county watakuja wafagia hapa. Watatutayarishia viti hapa. Hiyo siku hata sisi hatutabe. Wao ndio watatutayarishia viti. Takuja hapa nipate Pastor Rabini. Relax. Leo ni mimi wanaheshimu. Wanangojea nani? Mkubwa. Rais anakuja. Mtu anatarajia kuja kwa Yesu kweli. Wewe ndio sasa atalegea. Wewe ndio atalegea. Unatazamia kuona Mungu ambaye amekufa kwa ajili ya dhambi zako. Kwa hivyo tutafanya nini kama tunatarajia kumuona? Utaanza kutetea hizo dhambi. Napata mtu maisha yake anataka kutetea dhambi. Anataka kuonyesha venye dhambi si mbaya sana. Huyo anagundua Yesu amemfanyia nini?
Kama Yesu amekufa kwa ajili ya hiyo dhambi, na unatazamia akuje, si utasafisha? Unataka kusafisha hata ile ndogo. Hata ile ndogo kabisa unataka kufanya nini? Isafishe, itoke, kwa sababu nani? Mfalme anakuja. The king is coming. The Lord is coming. I must be ready. I must be ready. I must clean all my sin. I must wash myself. I must make myself pure. I must spread the gospel. Sisi nataka Yesu akuje apate watu wako tayari. Wacha niambie watu wengi kumhusu. Akikuja apate watu wengi wanamjua. I want to make this place ready for my king. Na mzee wangu. Huyo ndio anatarajia hadi namsongesha afanye jambo. Mtu ananiambia, ninatarajia kuja kwa Yesu. Mwezi juu chini, matusi. Mimi nakwambia, kama unatarajia kuja kwa Yesu, unaweza kuwa hata ukiwatch movie, usikie hii movie iko na matusi mingi sana. Yesu akikuja, hii movie itakuwa hapa kweli. Hata ile mambo ndogo tu unafanya kivyako, unaona bado unatayarisha nani? Mfalme anakuja, I'm getting ready for him. Mfalme anakuja. Maisha yako inaonyesha kwamba unatarajia kuja kwa mfalme. Maisha yako inaonyesha kwamba unatarajia kuja kwa mfalme. Ama wewe ni wale wa Kristo wa kukuja kanisa tu? Mambo yanayomkera unataka kuyaondoa yote. Mambo yanayompendeza unataka kuyaongeza. Unataka kumtayarishia mahali ya kuja afanye nini? Ajiburudishe, atulie, relax. Akikaa kwa hiyo nyumba unafurahia, unasema I have hosted the king. Maisha yako inaongea hivyo kaka. Ndio maana ametuma hao wapelelezi. Endeni pale muangalie. Katika wao kuambiwa wakija wajue ardhi ni safi. Tuanze kujitayarisha. Jitayarishe bana. Tayarisha silaha za kuchukua. Si Mungu amesema tutachukua. Sasa amesema amesonga mbele yetu. Tayarisha silaha. Kesho asubuhi amka tuombe. Yeye tumuombe asonge mbele yetu. Tunajua akisonga mbele yetu itakuwa ni shwari. That is how you march with God. Hivyo ndio walifanya hawa Israeli. Hii story nataka itufunze kitu kingine. Hiyo ni kitu ya kwanza nataka story itufunze. Kwamba Mungu ameweka utukufu wa ahadi zake mbele yako ili uzitazame na zikufanye nini? Zikuvutie ufanye kitu. Hiyo ni kama unaziona hayo matunda ya shukuru. Ya pili, nataka hii hadithi kuonyesha kwamba tarajia nini? Upinzani. Tarajia upinzani katika kurithi ahadi. Mungu pia anataka kukuonyesha hii ardhi ndio ninawapea, lakini lazima mtafanya nini? Fanyia kazi. Mtaipigania. Lazima mtaichukua. Lakini katika kuichukua, si nyinyi mnaichukua, anataka uone hivyo. Ni mimi nafanya nini? Mimi nawapea. Nikisema nawapea mtaipata. Hakuna chochote kitasimama in your way. Tarajia upinzani. Ndio maana na huu upinzani bila Mungu
Huu upinzani ambao unakuja bila Mungu, hatuwezi fanya nini? Hatuwezi shinda. Huu upinzani unaokuja bila Mungu hatuwezi shinda. Ndio maana hawa Waisraeli wametuma wapelelezi, wameona ahadi ni tamu, lakini wameona nini tena? Wana majitu pia. Wameona mizabibu ya Eshkoli na wameona majitu ya Anaki pia. Ni yote mawili. Anataka kukuonyesha haya majitu ya Anaki hamwezi kuyashinda bila mimi. Nyinyi ni wadogo sana, nyinyi ni kama mapanzi kwao. Kakaangu, kama umepata kumjua Yesu Kristo na ahadi ambazo zimewekwa mbele yetu, kufufuka pamoja na Yesu Kristo, kutawala pamoja naye. Wajua tunaenda kutawala pamoja naye. Wajua hawa malaika wote wanaenda kututumikia. Wajua hivyo? Wajua waenda kutawala na yeye. Unajua namaanisha nini? Malaika watakuwa chini yako. Utakuwa unaamrisha Gabriel, kwa sababu wewe you are a son of God by DNA. Unaenda kujudge makesi za angels. Hivyo ndo tumeandikiwa. Gabriel akikuwa na kesi na sijui nani, wanaita hizo. That is what the world is going to be like. Hiyo ndio urithi wetu katika Yesu Kristo. Lakini kufika pale lazima nini? Kupigana na majitu ya Anaki, wana wa Nefili, majitu makubwa ambayo tukiyatazama kivyetu tunakaa sisi ni panzi mbele yao. We look like grasshoppers to them. Mbona tukiwa watoto tukishika grasshopper? Huyu ashafika miaka ya kwanza kuua grasshopper huyu. Ndio tukiwa watoto wadogo ndio ilikuwa kazi yetu. Huyu ndio alikuwa tunaua grasshoppers tukikuwa saizi ya kina nani? Ya kina Tina pale. Anataka kuonyesha sisi ni vitu vidogo sana kwao. Wanaweza tumaliza. Mkristo ujue hata wewe kuna upinzani dhidi yako katika hii safari. Iko. Tuanze. Biggest enemy number 1, hata kabla kwenda kwa shetani, hata kabla kwenda kwa ulimwengu. Biggest enemy number 1 ni nani, Edwin? Biggest enemy number 1 ni nani hizo? Biggest enemy number 1 ni nani hizo? Wewe mwenyewe, you are your own worst enemy. You are your own worst enemy on this journey. Wewe ndio uko na kila saa hutaki kuamini ahadi za Mungu. Kila saa hutaki kuamini uwezo wa Mungu. Kila saa you are your own worst enemy. You deceive yourself. Na nakwambia yule ambaye Mungu amemfunulia uovu wa moyo wake kupitia neno lake, anaona kwamba uovu wangu ni kama jitu la Anaki. Siwezi kulishinda. Linaniweza. Paulo mwenyewe analia, anasema nani ataniokoa kutoka hii dhambi yangu kubwa hivi? Paulo mwenye ametuandikia vitabu 13 alitambua yeye ni mwovu kupindukia. Seuze wewe sasa wewe. Seuze wewe. Wewe ndo mzuri sasa. Paulo ndio hiyo ilikuwa Paulo. Paulo speak on his behalf. Paulo ajiongeleleo, acha mimi nijiongelele mimi. Mimi naweza shinda mimi. Mimi ninaweza weka sheria mimi. Mimi naweza shinda tamaa zangu mimi. Paulo aongee kwa niaba ya nani? Paulo. Mimi ndio ninajijua mimi. Naomba hakuna yeyote ambaye anaongea hivyo moyoni mwake kanisa hili. Na kama yuko, naomba kwamba Mungu akufunulie roho yako upate kuona uovu wako. Upate kuona kwamba hakuna atendaye dhambi ambaye si mateka wa hiyo dhambi, ambaye si mtumwa wa hiyo dhambi. Ni tamaa yake ndio imemuongoza pale. Ni tamaa yake ndio imemvutia pale. Ndio maana tamaa inapomvuta, sasa akili inaanza kufanya kazi. Unajua akili ni mtumwa wa moyo. Unajua hivyo? Akili ni mtumwa wa
moyo. Wacha nikwambie tena, akili ni mtumwa wa moyo. Moyo unapenda, alafu unavuta akili kufanya nini? Kutafuta arguments. Hivyo ndio inakuanga. Hata mtu ambaye ameokoka akianza kutamani kufanya dhambi, sasa ni hiyo tamaa ndio iko ya kwanza, alafu ina recruit nani sasa? Akili. Sasa akili inaanza kufanya nini? Kutafuta, kwa sababu hata si mbaya sana. Hata unajua hata siumizi mtu, hata unajua hata siumizi mtu, hata sijakosea mtu, si msichana mwingine, na si tumekubaliana, si ati nimembaka. Lakini si hivyo, amevunja sheria, roho yake inatamani hiyo kitu ambayo si halali, alafu sasa ina recruit akili. Akili ni slave wa moyo. Wewe mtu wa kale na tamaa zako, Ibilisi yeye pamoja na uongo wake na ujanja wake, na huyo pia si wa kuchukuliwa hivi hivi. Ulimwengu pia na mifumo yake ya uongo, mifumo yake ya dhambi iko pia. Hii yote inataka kutuvuta tusifike katika hiyo safari, tusipigane hiyo njia, tusiende huu mwendo tufike salama. Hii yote inataka kutuvutia tufanye nini? Tutoke, to compromise. Majitu, na ni vikubwa hizi majitu, ni vya kutisha na vinakaa vyenye nguvu ambayo haiwezi kusikisika. Vinakaa vyenye nguvu kabisa. Alafu nataka tuone ya tatu. Nakwambia utarajie nini? Tarajia upinzani kuingia hii Kanaani. Tarajia upinzani kuchukua hii ahadi ambayo umeahidiwa. Dhambi, nataka sasa tuone dhambi ya Waisraeli kunung'unika. Nataka uone dhambi ya Waisraeli kunung'unika hapa. Vile nilivyowaambia, wakitoka pale wakiitisha ishara, Mungu aliwapea ishara. Kwanza aliwapea ishara nyingi sana, na amewaonea neema mara mingi sana, hata wakiwa pale jangwani. Sasa mahali imefika, wameanza kufanya nini? Kuzoea. Wameanza kuzoea Mungu sasa. Mungu hata anakaa chini anasema, si watu nilikuwa niwamalize last week, ni hawa watu tu, na nikawaonea huruma, na nikawaahidi ahadi yangu bado imesimama. And they are still able to talk like this about me. Ati ukisoma hapo mbele utaona hawa watu walimwasi Mungu. Wakasema turudi wapi? Misri. Wanapenda hiyo Misri sana. Shida yote tu ikiwapata tu hivi, hivi nirudi Misri mimi. Hata Mungu awafanyie maajabu kivipi, hata waonyeshe upendo wao kivipi, hata awapende kiaje, hata awapiganie kiaje, hata awape chakula, hata awape mana, hata afanye nini, bado tatizo tu ndogo hivi washafanya nini? Washanung'unika. Sababu ni tatu, na sitaki kuisema kwa muda mrefu sana, lakini naomba ufungue masikio yako, upay attention. Hawataki uchungu wowote. Hawataki uchungu hata kidogo. Hataki kubeba uchungu wote kwa ajili ya hii ahadi. Hawataki uchungu wowote. Wakiona tu vita tu kidogo, ambao Mungu ndio anapigana hiyo vita. Yeye anasema hapana, Mungu ametuleta hapa ndio tuuliwe. Kwani wa Misri walikuwa wanataka kukufanyia nini? Wa Misri walikuwa wanaua watoto wako daily. Systematic killing of your babies, hiyo ndio mnataka. Asema kama ni Ezra,
Nile. Kama ni Tina, Tina tunaweza wacha. Systematic killing of your babies is what you want. Hiyo ndio mnataka kurudi Misri sasa, si ndio? Muambiwe mtengeneze matofali bila raw material. Kama muambiwe mtengeneze matofali bila mchanga saa hii. Mkikuja katika hizi ahadi, mmekewa ahadi kubwa, mmekewa mizabibu ya Eshkoli mbele yenu. Mungu yeye ndio ambaye anawapigania, yule Mungu ambaye aliwapigania pale Misri, yule Mungu ambaye aliwavukisha bahari ya Shamu, hakuna hata mmoja wenu alikufa, ambaye amewapea maji, ambaye amewapea chakula, mwenye amewaleta hii umbali, anawaambia ndeni mchukue hii ardhi. Mnaanza kusema kwa sababu tunafaa kuipigania, hatupendi, ametuleta hapa tuuliwe na hawa majitu. Hawataki uchungu wowote, hawataki vita yoyote. Inaonyesha roho yao iko wapi? Iko wapi? Hata Yesu Kristo mwenyewe alisema, hii mbegu italand kwingine, na kuna kwingine itagrow, itaonekana ni kama kwamba inafanya nini? Inachipuka. Lakini mateso yatakapokuja, yataonyesha hii mbegu haikuwa na kitu. Haikuwa na root. Hatambui dhamani ya Mungu, haezi pigania Mungu. Yuko tayari kufanya nini? Tupilia mbali akiona tu shida yoyote. Ambia wewe kakangu, ukiendelea ni history zako za Yesu, hii kazi utalast. I will fire you from this job. Wewe na hii mambo yako ya Yesu. Anasema, acha Yesu akae. Lazima nikule bwana. Lazima nikule. Aya. Wewe ushailala njaa pastor, wewe unanijaja hapa. Pastor ushailala njaa wewe. Hao ndio Yesu aliongelelea. Akasema mateso yatakapokuja watafanya nini? Wataanguka. Na anakuhakikishia kama unataka kuishi maisha ya Yesu Kristo, kama unataka kumjua Yesu Kristo, kama unataka kukua ndani yake, kama unataka kuzidi kuwa ndani yake, kuwa na uhakika lazima utateseka kwa ajili yake. Kuna kitu dunia ambayo unaweza penda na ukose kuteseka kwa ajili yake. Hiyo. Kama Mama Tina anampenda huyu mtoto wake, itaonekana kwamba atakuwa tayari kuteseka kwa ajili ya mtoto. Mama Tina atapata chakula ambayo inamtosha yeye na mtoto, lakini hezi tosha wote wawili. Atafanya nini? Anasema wacha nimpe mtoto, mimi nibaki njaa. Inaonyesha nini? Napenda huyo mtoto, najua dhamani ya huyo mtoto, niko tayari kuteseka kwa ajili ya huyo mtoto. Hakuna kitu ambacho mtu yoyote anaweza kiona ni cha dhamani na hayuko tayari kuteseka kwa ajili ya hilo jambo. Kama baba anapenda familia yake, atapata shilingi 100, hiyo 100 atapeleka nyumbani. Ataipeleka nyumbani. Kwa sababu gani? Anapenda hiyo familia. Yule mwenye haoni familia yake ni amana sana, atakula shilingi 80. Aende pale ajienjoy kwanza, yeye ashibe, afike nyumbani adanganye. Asema atia sijapata kitu leo, sijabahatika. Nimepata tu mbao, kuna mtu alinisaidia kwa barabara. Alafu ukimuongelesha anasema, "Ai, wewe ushailala njaa wewe. Wewe ushailala njaa." Lakini anajua moyoni mwake kwamba anaonyesha kwamba anaona haoni dhamani ya nini? Haoni dhamani ya hiyo familia. Familia kwake si kitu. Hata wakimwacha hatakuwa na huzuni. Anaweza kasirika tu kidogo pengine, huyu mke alikuwa ananioshea nguo, alikuwa ananimopia nyumba. Hiyo ndio kitu anahuzunikia. Sasa nafikiri Yesu ndio utaonyesha mapenzi yako hivyo. Kama unampenda Yesu, utakuwa tayari hata kufa kwa ajili ya jina lake. Na utaifanya kwa furaha. Kama vile hao wanafunzi wake walifanya. Hii injili unafikiri imekuja kwako aje? Watu wamekufa ili injili kuje kwako, na waliifanya hivyo kwa furaha ili waseme Rabi najua injili, Adam ajue injili, Mzee James asikie injili. Wewe sasa unafikiri ndio kufa imeishia kwako? Hadi mimi watu wateseke kuja injili ifike kwangu, ikifika kwangu sasa mimi nitulie. Wewe kakangu, hautaki kuteseka kwa jina la Yesu. Tunakuona.
unajionyesha tunakujua sasa. Hataki kubeba msalaba wake. Hataki, anataka tu raha mustarehe. Akiona shida yoyote ndogo, turudi wapi? Misri. Nirudishe Misri mimi, hizi story Misri wako ananiambia niende nipigane. Nilikuanga tu natandikwa viboko. Kakangu, nataka utambue na unisikie kwa makini. Hii Biblia imesema ukiamua kumfuata Yesu, count the cost. Count the cost. Yesu Kristo mwenyewe alisema, hakuna mtu anaenda kujenga barabara ati kutoka hapa hadi Nairobi na ajui budget. Ati unaenda kupiga budget ukisonga. Hiyo barabara haitaisha. Ukienda kujenga nyumba, lazima kwanza ufanye nini? Budget, si ndio? Otherwise hiyo nyumba haitaisha. Ujue hii nyumba ikifika pali mimi nataka ifike, itakuwa 3.78 million plus or minus 300,000. Lazima ujue. My friend, wacha usikie siku ya leo Yesu Kristo anakwambia, kama hauko tayari kukufa kwa ajili ya huyu Yesu Kristo, simama uondoke. Simama uondoke. Kama uko tayari maisha yako kuyatoa kwa ajili ya huyu Yesu Kristo, simama uondoke. That is the cost. You have to be ready to die for this Jesus Christ. Najua wengi wanasema mimi siko tayari. Hata mimi nimepata hofu siku nyingi nikisema siko tayari. Yesu Kristo atakupa hiyo neema unayohitaji. Uwe tayari hiyo siku itafika. Je, unamwamini atakutunza hiyo siku ikifika? Je, umeona upendo wake uko kiasi hicho hadi hiyo siku ikifika ukimlilia, umwambie Yesu Kristo wangu, nimejawa na hofu, nimejawa na woga na sitaki kukuacha, nisaidie. Lakini lazima uwe tayari. Hakuna kupigana dhambi bila uchungu. Nafikiri kupigana dhambi ni raha mustarehe. Kwa nini watu wanashinda kupigana na tamaa zao? Ni uchungu. Wamezitegemea. Wameona hizo tamaa zao ni kama maisha yao sasa. Anaona nisipoiba, anaona nisipolala na wanawake, nisipodanganya, nitakufa bwana. Nitakufa, sitaweza make. Dhambi zake zimekuwa ni kama ni maisha yake. Unafikiri kuacha hizo desturi itakuwa ni rahisi? Ni Yesu Kristo anasema kupigana na dhambi ni kama kukata mkono wako. Yaani mkono wako wa kulia ambao unautegemea kufanya kila kitu, ni kama unafanya nini? Unaongoa ubaki bila mkono. Na nakwambia kama hauko tayari kufanya hivyo, usitarajie uko na mimi, usifikiri uko na mimi. Hawataki uchungu. Hawataki uchungu. Hawaamini uwezo wa Mungu. Na hii ndio inafanya ikae ni matusi. Mungu ukisoma katika mlango wa 14 anasema hawa watu mimi nimechoka nao. Watanidharau hadi siku gani? Watanidharau hadi siku gani hawa watu? Hawaamini uwezo wa Mungu. Wanaona haya majitu ni makubwa sana. Mungu hawezi pigana na hii. Mungu hawezi pigana nayo hii. Hebu atuambie atapigana na hawa majitu aje. Hebu mimi nataka akae chini aniambie venye tutapigana sisi tunakaa kama mapanzi. Anieleze kwa one step by step venye tutapigana na hawa majitu. Mimi ninataka kujua. Hebu niambie. Mungu akuja amwambie mimi ndio niko na nyinyi. Mimi ndio ninapigana. Anasema hapana. Nataka kujua.
Wamesahau katika bahari ya Shamu. Bahari ya Shamu imesimama mbele yao. Alafu Mungu amemwambia Musa, hiyo kijiti kwa mkono yako, hiyo kijiti hiyo, nataka uichukue ufanye nini? Nyosha. Nyosha kwa hii bahari. Mzee wangu, fungua. Musa ameambiwa nyosha hichi kijiti, bahari itafanya nini? Bahari itafanya nini? Itafunguka. Wende umuulize Musa, Musa, angalia, Farao ndio huyu anakuja. Angalia, bahari ndio imesimama mbele yetu. Musa, mimi nataka uniambie tutatoka aje hapa. Niambie Musa. Mimi nataka kujua. Musa akwambie, nimeambiwa nifanye nini? Ninyoshe kijiti. Waanza kumwambia, wewe Musa utaacha upumbavu wewe. Kijiti tangu lini imefungua bahari? Kijiti tangu lini imesaidia mtu? Kijiti tangu lini imefanya kazi yoyote? Musa akwambia, mimi nimeambiwa nifanye nini? Nyosha kijiti na bahari itafanya nini? Itafunguka. Kipawa kiko kwa kijiti. Kipawa kiko kwa kijiti. Unaweza eleza venye kijiti ilifanya hiyo kazi? Nani alifungua hiyo bahari? Ni Mungu. Na Musa asingenyosha hicho kijiti, bahari ingefunguka? La hasha, yeye ameambiwa fanya nini? Nyosha hiyo kijiti. Unataka kueleza venye Mungu nikuelezea venye Mungu anafanya kazi? Kwani mimi ni Mungu? Ninajua fikra zake. Mungu akiniambia hii ndio njia ya kueneza injili, nyosha hiyo kijiti hivi, mimi nakwambia nini? Yes sir, God, you know it all. I am going to do what? Kijiti nitanyosha. Na nitasimama ningoje bahari ifanye nini? Ifunguke. Waisraeli hapo ndio unaona hawaamini uwezo wa Mungu. Wanaanza, nieleze venye tutapigana na majitu. Nieleze sisi ni watu wadogo. Nieleze wako na kuta kubwa kubwa, wako na makuta na mangome na manini. Tutawezanaje na hao watu? Hawaamini Mungu ana nini? Uwezo. Wanataka Mungu awaelezee. Haya basi, group A mtaataki kona, group B mtajifanya hapo amuka. Relax. Kabla hiyo mambo ianze na wakati wake unakuja, Mungu kwanza anataka uelewe anayefanya hii kazi ni yeye, ni nguvu zake. Yako ni kufanya nini? Kutii. Hiyo ndio yako. Utii na uamini. Akikwambia songa mbele, wewe unafanya nini? Unasonga mbele ukisema, Mungu wewe ndio umeniambia nisonge mbele, na ni wewe utashinda hivi vita kwa sababu ni wewe umeenda mbele yetu. Sijui kama nazungumza na mtu hapa. Sijui kama kuna mtu ananipata hapa. Ndio tunaona dhambi ya hawa watu. Ndio maana Mungu anawaambia hawa watu wananidharau sasa. Wananidharau hawa watu na nimechoka sana na wao. Hawaamini upendo wa Mungu. Mungu amewafanyia mambo mazuri sana. Amewatoa, amewapea chakula. Wanafika hapa wanaona ni kama kwamba Mungu sasa amefika hapa. Ametuleta hapa ndio tuuliwe. Ametuleta hapa ndio tumalizwe. Ametuleta hapa ndio tunyongwe, ndio tushindwe. Hawaamini roho ya Mungu kwao. Wanaona Mungu anawatakia mabaya. Wanaona Mungu anawapangia maovu. Kakangu, unaona dhambi ya hawa Waisraeli? Waisraeli wanafaa kukaa chini waseme, mbona atutoe huko? Mbona atupe chakula? Kama alikuwa anataka kutumaliza, amekuwa na fursa ngapi? Fursa mingi sana. Kwanza hata fursa zingine angetumaliza, hatungekuwa na kesi dhidi yake, kwa sababu ni sisi tulifanya nini? Tulimchochea, tulimtusi. Tukaanza kuabudu hapa masanamu, na bado tuko hapa. Bado anatupigania. Hadi siku ya leo bado anatupigania. Yawezekana tukienda kwake kwa unyenyekevu tumlilie, atatupigania na atupea ahadi yake.
ambaye ameweka ahadi mbele yetu. Yeye mwenyewe ndiye ameweka hiyo ahadi mbele yetu. Yeye mwenyewe ndiye ameleta hizo mizabibu za Eshkoli. Yeye mwenyewe ndio anatuita, anatuambia chukua hiyo ardhi, ni mimi nimewapea. Yawezekana ataweza kutupigania jinsi ambavyo ametupigania. Kakaangu, ukijipata katika shida na unajiita Mkristo, nataka uwaze hivyo. Usianguke kama hawa Waisraeli. Kaa chini ujiulize, kama Mungu alikuwa anataka kunimaliza, kwa nini aliniokoa? Lazima angeniokoa ndio aniharibu. Kama angetaka kunimaliza, angeniacha hapo hapo. Angeniacha hapo hapo, nilikuwa ninaangamia. Siku anahitaji usaidizi yake kuangamia. Kama angetaka nikufe, angeniacha nibaki pale bila Yesu. Mbona anifunze kuhusu Yesu? Mbona atume pastor kuja kunihubiria kuhusu Yesu? Mimi nakwambia kakaangu, kusimama kwangu mbele yenu ichukueni kama ajabu kubwa. Mimi mwenyewe nastaajabu kuhubiri kwangu hapa, sababu Mungu alinitafuta na akanitengeneza na akaniita kutoka maisha niliyokuwa ninaishi, na akanitengeneza hadi siku ya leo. Amefungua mdomo wangu, nina uwezo wa kuongea injili yake. Hata nilipookoka sikuwahi fikiria ningeifika mahali kama hapa. Kwa nini Mungu amenifanya niwe mhubiri? Ni kwa ajili yako wewe uliyekuja kukaa hapa siku ya leo. Alijua hii siku utakuwa hapa. Alijua hii siku atakuleta hapa. Na akanitayarisha kutoka hiyo siku hadi siku ya leo ili nilete hii habari ikuje kwako. Mbona akuletee hii habari? Mbona akuletee ujumbe wa neema? Mbona akuite kwake? Mbona akunyoshee mkono wake wa wokovu? Kama alikuwa anataka uangamie, asingekuleta hapa. Kama alikuwa anataka uangamie, asingenifunza nije hapa. Mbona kuache? Kama alikuwa uangamie, angekuacha tu. Ulikuwa unakufa katika dhambi zako. Ulikuwa unaishi katika dhambi zako na ulikuwa unaelekea jehanamu, ambapo wengi walioketi hapa na hofia wataenda huko. Kwa sababu ninalia, najadiliana na kulilia na kufunza na kuonyesha, lakini mioyo yao ni migumu dhidi ya hekima ya Mungu. Neema ya Mungu inataka kukuamsha. Kama kuna mwenye dhambi aliyeketi miongoni mwetu hapa, ambaye hajamjua Yesu Kristo, ambaye hajamkubali Yesu Kristo, ambaye hajampokea Yesu Kristo, ambaye hajatubu dhambi zake, ambaye hajaacha njia zake za kale, ambaye hajalia kwa sababu yeye ndiye ambaye alimtwika Yesu msalabani. Kama uko hapa miongoni mwetu hapa siku ya leo, Yesu Kristo anajua roho yako. Mimi sijui. Mimi ninaweza angalia matunda peke yake. Na hiyo pia watu wanajua kutengeneza fake. People know to make fakes of that as well. Neema ya Mungu imekuja kwako leo, kukuamsha kutoka kwa usingizi wako. Nimekuja kwako leo, siku ya leo, kukuamsha, nikuelekeze utubu. Hawa Waisraeli, tazama, waliogopa majitu, wakakosa kuamini ahadi ya Bwana kwamba mimi ndiye nitawapea hii ardhi. Na sasa wewe kakaangu, unakataa ahadi ya Mungu kwamba yeyote ajaye nitamkubali, yeyote atakaye tubu nitamkubali. Unakataa kupokea hiyo ahadi. Kwa nini? Kwa nini ukatae hiyo ahadi? Yesu Kristo anakuambia ni kwa sababu unapenda njia zako. Sasa ni kama umekataa ahadi ya wokovu kwa sababu unapenda sumu. Unapenda sumu inayokumaliza. Unapenda risasi inayokupasua kichwa. Wachana mimi na risasi yangu. Wachana mimi na risasi yangu mimi. Wacha iniue. Si mimi ninakufa. Si damu yangu. Unakumbatiana na kisu kinachokukata shingo. Clean cut. Leave me and my knife. I love my knife so much.
Let it cut me, let it kill me, let it finish me. Wewe na hiyo wokovu yako hapana staki. Na mimi nakuita kwa sababu ya yule ambaye amesimama katikati ya wewe na hiyo kisu impate nani? Yeye. Hukumu ya dhambi yako imemkata yeye. Hiyo risasi ilikuwa inakuja kwako, akaruka kama pale kwa kina movie za Van Damme. Sijaona movie za Van Damme. Huyo akishalipuliwa na risasi, huyo mwingine anaendaga akicheka. Hata kama walikuwa maadui, unaonanga wanaenda pale anaanza kulia. No. Si ndio? Kwa sababu gani? Amekufa kwa ajili yangu. Na huyo ambaye amekufa kwa ajili yako ili akupe uzima wa milele. Naleta mambo mepesi lakini yasi mambo mepesi. This is not a joke, my friend. This is eternal life in the mix. Utakataa kumkubali Yesu hadi lini? Utakataa Yesu hadi lini? Utapenda risasi yako hadi lini? Sasa hukumu yako itakuwa kubwaje? Si hukumu yako ni kubwa zaidi. Naomba utambue kuna furaha katika kumjua Yesu. Na naomba kwamba Roho Mtakatifu atatenda kazi tukufu hapa miongoni mwetu hapa siku ya leo. Ageuze uso wa mtu ambaye hajamjua Yesu, apate kumuona, apate kumwangalia, atoe macho yake kwingine kokote, atoe macho yake kwa dhambi zake, atoe macho yake kwa raha za dunia, atoe macho yake kwa raha za dhambi, aziweke katika haya matunda ya eshkoli ambayo yako katika Yesu Kristo. Amen. 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 Songe karibu. Mwenyezi Mungu wa milele, nakushukuru sana kwa siku ya leo. Nakushukuru sana Mungu Baba kwa ajili ya hili neno lako tukufu ambalo umetutayarishia. Na Mungu Baba, ni tumaini langu Mungu wangu kwamba kulingana na mapenzi yako umesonga miongoni mwetu hapa siku ya leo na umezungumza na wengi Mungu Baba kwa ajili ya jina lako tukufu. Mungu Baba, kuna wengi miongoni mwetu Mungu Baba waliolemewa na dhambi zao, wanaoishi katika dhambi zao Mungu wangu. Na ni ombi letu Mungu Baba kwamba katika neno lililohubiriwa hapa siku ya leo umewasha nuru yako katika roho zao Mungu Baba, ili kuwaita kutoka njia zinazowaangamiza, njia zinazowaelekeza pale jehanamu Mungu wangu, na kuwaleta kwako Mungu wangu kulingana na mapenzi yako wewe Baba yangu. Mungu wangu wewe Mwenyezi mkuu. Pia kuna wale Mungu Baba ambao hawajapata kuona nuru ya injili ya utukufu wa Yesu Kristo Mungu wangu, waliokaa miongoni mwetu hapa siku ya leo Mungu wangu. Na kuna wengine pengine hata wanafikiria wameiona, lakini Mungu wangu, tunajua Mungu wangu, nuru yako inapong'aa katika roho ya mtu Mungu Baba haiwezi fichika Mungu wangu. Tunakuomba Mungu Baba Mwenyezi wa milele, fanya kazi yako tukufu hapa. Patana na watu hapa siku ya leo Mungu wangu. Tumekuomba, tumekulilia Mungu wangu, tumetayarisha, tumeomba, tumelia na tunalia tena Mungu wangu, kwamba hii kazi ambayo umefanya hapa Mungu wangu isiwe ni batili Mungu wangu. Yule muovu yuko tayari hapa miongoni mwetu, yuko tayari haya maneno ambayo tumehubiri, haya maneno ambayo tumefunza, haya maneno ambayo tumepanda Mungu Baba, yuko tayari hata nisimalize hii sala Mungu wangu, yuko tayari kuichukua yote, yuko tayari kuinyakua yote, yuko tayari kuchanganya watu, yuko tayari kupanda uongo, yuko tayari kuleta uovu wake Mungu wangu. Fanya kazi yako tukufu Mungu Baba. Palilia mioyo ya waliomo hapa Mungu wangu, palilia mioyo yao Mungu Baba. Weka mbolea yako takatifu ya Roho Mtakatifu Mungu wangu. Fanya kazi yako tukufu Mungu wangu, ili yale mbegu ambayo inaingia pale ya neno lako takatifu Mungu Baba limee na lichipuke Mungu Baba, na lizae matunda Mungu wangu,
kwa utukufu wa jina lako Mungu wangu. Mungu wangu, wewe ni mweza yote Mungu wangu. Mungu wangu, kumbuka yale yote ambao mwana wako amefanya. Mungu wangu, kumbuka ahadi zako zote ambazo umemfanyia mwana wako baba yangu. Mungu wangu, kumbuka utukufu wako Mungu Baba ambao umeutangaza. Mungu wangu, kumbuka ahadi zako tukufu ambazo umeweka mbele yetu Mungu wangu. Na Mungu Baba, fanya jina lako tukufu lionekane Mungu Baba kuwa tukufu. Onyesha Mungu Baba kwamba wewe ndio mwenye uwezo Mungu wangu. Onyesha Mungu Baba kwamba wewe ndio mwenye uwezo wa kugeuza mioyo. Onyesha Mungu Baba kwamba wewe ndio mwenye uwezo Mungu Baba wa kufanya hii dunia izaliwe upya kulingana na mapenzi yako Mungu wangu. Na kushukuru Mungu wangu na nakutukuza, na hakuna aliye kama wewe. Naomba haya yote katika jina tukufu la Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.